Karibuni sana popote mlipo majira haya ya mchana. Mungu amekuwa mwema kwetu na leo hii tunataka tuangalie habari za mauti. Mauti ni nini? Mauti ni kifo. Na kwa wakati mwingi maandiko yamezungumzia jambo hili kwa undani sana. Matokeo ya dhambi yalilete mauti. Na kifo kikawa kimefika na kuingia katika dunia, ikawa sasa hatuna lingine. Atukuzwe Mungu maana alimleta Kristo na kwa njia ya kufa kwake kifo hakikupata tena nguvu, maana tulipata neema tena. Mwanadamu aliyeumbwa kwa udongo ilibidi arejee katika udongo, maana mauti ilipofika pumzi iliyokuwa ndani yake iliondoka. Kwa mwanadamu aliyeumbwa kwa udongo, yaani Adamu, ambaye ndiye mimi na wewe, katika sehemu hii yote mauti ilikuwa na uwezo wa kutumaliza, maana kwa njia ya dhambi basi ikawa hatuna uwezo. Mwanadamu aliyeumbwa katika udongo, kuna mauti tatu ambazo anakutana nazo katika maisha. Jambo la kwanza, anakutana na mauti ya kiroho ambayo ni spiritual death. Anakutana na mauti ya kimwili ambayo ni physical death. Anakutana na mauti ya tatu ambayo ni mauti ya rehema au uzima wa milele, eternal life death. Haya ni mambo matatu ambayo yanamkumba mwanadamu hasa sana katika maisha yake ya kila siku, tena maisha ya kiroho. Maana maandiko yako wazi pia kabisa ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza alipumziliza kwake pumzi iliyo hai ya uzima, akampa neema, na kupitia pumzi ambayo mwanadamu alipokea ya kumpa uzima, basi aliishi maisha mazuri kwa kupumua kupitia pumzi hiyo, uhai wa kiroho ambao mwanadamu alipewa uzima kupitia pumzi aliyopewa na Baba. Basi ikawa ako na muungano mzuri katika muungano yake ya kiroho na Mungu, na hasa kupitia pumzi ambayo Bwana alikuwa amepumzi ndani yake. Mwanzo 2 Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapuliza pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi iliyo hai. Basi kupata nafsi iliyo hai ni kwa sababu Bwana alipumzisha pumzi ndani ya mwanadamu, na mwanadamu akapata uwezo wa kuwa na pumzi ya kupumua. Basi akawa anaweza kupumua. Kifo ambayo inakiita cha kimwili, the physical death. Kifo cha kimwili ni matokeo ya mwili kutengana na roho. Mwanadamu kutengana na roho. Kuongezwa, unapoangalia katika ongozolo la mwanadamu la kila siku, anapotengana na nguvu za kiroho za Mungu, basi kifo kinakuwa kimekuja cha kimwili. Ili pumzi aliyokuwa amepumuziwa na Mungu inapoondoka, ndipo mwanadamu anabaki hana uhai tena. Nafsi yake inakuwa imebaki isiyo lolote. Basi inakuwa mwili uliotoka katika udongo utarejea udongoni, maana hapo ndipo ulitotoka. Mwanadamu ndiye mtu akifa inabidi arejeshwe katika hali ya udongo. Ni mtu aliye na nguvu za kiroho, yaani mawasiliano yake na Mungu yalikuwa mazuri sana. Licha kuwa yeye mwenyewe aliyavunja mawasiliano yake, lakini Mungu angali alimtafuta toka mbali. Licha kuwa mawasiliano yalikuwa yamekatika, lakini Bwana alikuwa bado anamtafuta jinsi atakavyomrejesha katika ufalme wake. Kuzikwa na kurejeshwa udongoni kumaanisha ulikotoka udongoni na uko ndiko utakaorejea. Kumbukumbu lako litakuwa kuwa limesahaulika katika ulimwengu, lakini katika ulimwengu ule wa kiudongo nafsi yako inakuwa imerejea mikononi mwake Mungu, na pumzi yake inakuwa imepumzika mikononi mwake Muumba mbingu na nchi. Kifo ambayo ni spiritual death. Kifo cha kiroho ni matokeo ya mwanadamu kutengana na roho wa Mungu au Mungu. Kutambulika kwa jambo hili ni jambo la kushangaza sana. Adamu na Hawa siku zao zote za maisha walipoishi duniani walikuwa wanakutana na Mungu kila siku jioni kabla jua lijatua faragani. Lakini haya mambo yaliweza kutokea wakati walikula tunda la kujua mema na mabaya. Basi kifo kikawa kimekuja. Ikawa mwanadamu atengwe na Mungu. Mtu aliyekuwa anakutana na Mungu, mawasiliano yakawa yamekatika, kifo cha kiroho kama kiingia, hangeweza kuwasiliana tena na Mungu Muumba mbingu wake ambaye anaishi milele. Unaposoma Luka 13:21 na 24 inaongelea habari ya mtoto mpotevu, ya kwamba unapojitoa kwa Mungu, ule uhusiano wako na Mungu unakuwa umekatika. Yale mawasiliano yanakuwa yamekatika. Hauna ile pumzi ya Mungu tena. Unaona anasema katika Mwanzo 2:17, walakini mtakapotula tunda la mti wa uzima na kujua mema na mabaya, basi kwa maana ya siku hiyo
utapokuwa matunda haya mti huo, utakufa au utaishi kamwe. Hili ni swali watu hujiuliza, mbona wako kufa immediately? Nataka nikuambie kulingana na maandiko ya kwamba watu hao walikufa moja kwa moja, maana mawasiliano yao na Mungu yalikuwa yamekatika. Basi kifo kikawa kimeingia automatically. Adamu na Eva walipotenda tu dhambi, kifo kiliingia pale pale katika shamba la Edeni, maana walifukuzwa na hata wakaambiwa tokeni mahali mlikuwa mnaishi. Unaona, unaposoma Mwanzo 3:22 na 24, Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatua tena matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Basi ikawa lazima atolewe katika lile bustani la Edeni na kutupwa mbali. Uhusiano naye Mungu ukawa umeisha, na ule mauti ya kiroho ikawa imeingia katika lile shamba la Edeni. Hali ikawa mbaya sana. Unaposoma kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana 5:16 na 17, mtu akimuona Mungu ndugu yake na mauti ikawa imeingia. Unaona mambo mengi hapo yanazungumzia. Jambo la mwisho ni kifo cha rehema. Kifo cha rehema ni pale ambapo roho ya mwanadamu imetengana na rehema za Mungu. Hicho ndio kifo cha rehema. Kifo kulicho nacho hicho ni cha hatari sana. Mwanadamu hawezi kusamehewa kabisa. Kwa nini? Ni mtu ambaye anajua mema, anajua kazi nzuri ya Mungu, anajua kazi anayoifanya bora, lakini ametengana na ukweli wa Mungu na kutenda dhambi. Ibrania inasema 4:6, kwa maana hao waliokwisha kuipokea nuru na kuijua hiyo kweli na kupokea kipawa cha uzima na kipawa cha mbinguni, wakifanya dhambi na shirika la dhambi, basi Roho Mtakatifu atawaacha na wao, mstari wa 5, na kulionja neno zuri la Mungu, hao nguvu za Mungu na rehema zake, mstari wa 6, wakaanguka. Baada ya hayo haiwezekani kufanya upya, maana wameitusulubisha tena nafsi na uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndicho kifo cha rehema. Ya kwamba naomba leo tufikie hapo, maana muda nao umekimbia, lakini tutaendeleza habari hii njema tulionayo, kuifahamu mengi kuhusiana na habari ambazo ziko mbele zetu. Mungu wa amani awalinde, awatunza, wabariki. Matthew Ndema ni jina langu, Radio Fortune Africa, kuwe na burudani. Na leo hii tulikuwa tunaangalia habari za mauti na kifo, na kuna mambo kadhaa ambayo tutaendeleza toka hapo. Mungu wa amani akubariki sana. Kwaheri ya kuonana.